Hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Karibu tena tuweze kujifunza kitu kimoja hapa. Nataka leo tujifunze kwa habari ya mtu mmoja ambaye tunamfahamu kwenye Biblia, aliitwa Balaamu. Sasa hapa kuna funzo la kujifunza sisi kama watoto wa Mungu kutoka kwa huyu mtu anayeitwa Balaamu. Nimepewa kichwa kidogo kinachosema kwamba Mungu anapokupa katazo, zingatia moyoni mwako na uamue kukubaliana naye. Mungu anapokupa katazo, zingatia moyoni mwako na uamue kukubaliana naye. Mungu mara nyingi unaweza ukamwendea ukiwa unahitaji jambo fulani, lakini Mungu kwa sababu yeye ni Mungu, kwa jinsi ambavyo anaona, akakwambia hapana. Sasa hapana ya Mungu huwa maana yake ni hapana. Si kwamba ni hapana lakini kwamba kuna baadaye inaweza ikatokea mabadiliko. Hapana. Mabadiliko yanaweza yakatokea si kwa sababu Mungu ametaka ibadilike, bali ni kwa sababu ya kile sisi tulichokitaka, tamaa ya mioyo yetu sisi wenyewe. Neno la Mungu linasema hivi, wana wa Israeli kule jangwani walitamani nyama kwa tamaa yao, Mungu akawapa kwa tamaa yao. Tunasoma kwenye Biblia kwamba walikula zile nyama mpaka zikawakinai. Kwa sababu gani? Hawakutaka katika ule utaratibu Mungu alikuwa anataka wapate kutoka kwa Mungu, lakini walikuwa wametaka kwa namna ya tamaa zao wenyewe. Sasa na sisi unakuta kuna nyakati nyingine ambapo kuna vitu kabisa Mungu huwa hataki kuviruhusu kwetu vitokee, lakini kwa sababu ya mioyo yetu inakuwa inatamani, ndio maana unakuta vinaruhusiwa. Lakini sasa vikiruhusiwa pale, tunakuwa tuko katika mapenzi ya Mungu, lakini si mapenzi makamilifu. Kuna kwenye Biblia, ukisoma Biblia za Kiingereza utakuta kuna neno linasema a perfect will of God. Ina maana kama kuna perfect will of God, kuna mapenzi mengine ambayo sio perfect, ambayo tunaita ni permissive will of God. Yaani kwamba Mungu amekupa tu ruhusa, nenda kafanye, si kwa sababu ndio mapenzi yake makamilifu. Mapenzi yake makamilifu alikuwa akuzuie usifanye hicho unachotaka kufanya. Sasa kwenye kusipokuwa na mapenzi makamilifu ya Mungu, kunakuwa hamna ulinzi mkamilifu pia wa Mungu katika hicho kitu utakachokifanya. Kwa hiyo utafanya, lakini chochote kitakachoweza utaweza kukutana nacho, hicho sasa si Mungu atakuwa anahusika, ila wewe ndio utakayekuwa unahusika, kwa sababu haikuwa mapenzi makamilifu ya Mungu, ila alikupa kwa sababu tu ya tamaa yako. Lakini kunapokuwa na mapenzi makamilifu ya Mungu, Mungu anahakikisha anakupigania katika hicho ambacho amekiasema kwenye maisha yako, au amekiamuru kwenye maisha yako kitokee. Atakwenda kukupigania, atakuwekea ulinzi, atakuongoza, atahakikisha kabisa haupati madhara katika ile njia ambayo unaiendea. Lakini kule ambapo tunaenda kwa sababu tumetaka sisi, Mungu akaturuhusu tu kwa sababu tumetaka, chochote kinaweza kikatokea. Na chochote kikitokea sasa inakuwa ni kwa sababu yetu sisi tulitaka, lakini si kwa sababu Mungu alitaka. Kwa mfano, ukiangalia Yesu alipokuwa anaongelea jambo la swala la ndoa, wale watu wakamwambia hivi, lakini mbona Musa aliamuru kwamba itolewe hati ya talaka? Akasema hiyo alifanya ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo that was a permissive will of God, but was not a perfect will of God. Hayakuwa mapenzi makamilifu ya Mungu, ila kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao Mungu aliruhusu hicho kitu kifanyike, si kwa sababu ndicho alichokitaka kwenye moyo wake. Lakini tukirudi tuseme hivi, ukiangalia kipindi kile ambacho Mungu alikuwa anataka kuangamiza wana wa Israeli, lakini Musa akaenda akamwambia Mungu, hapana, usiangamize. Kwa sababu gani? Hao mataifa ambao waliona umewaokoa Israeli watasema wewe ulishindwa kuwavusha kwenda kule Kanani, ukaamua kuja kuwaulia huku nyikani. Kuua wana wa Israeli haikuwa ni mapenzi makamilifu ya Mungu, ila alikuwa anaona sasa nisije nikampoteza na huyu Musa ambaye
ameenda katika njia zangu. Lakini Musa aliweza kujua na akamsihi Mungu asifanye hicho alichokuwa anakifanya. Kwa haikuwa ni mapenzi ya Mungu makamilifu kwamba aangamize kweli Israeli. Aliwaona ni watu wenye shingo ngumu, lakini akasema hapana, nisije nikawapoteza sasa wote mpaka na huyu Musa. Lakini alipolipeleka kwa Musa, Musa alijisikia vile ambavyo Mungu moyoni mwake alikuwa anajisikia, ule mzigo Mungu alikuwa anajisikia. Musa akamwambia hapana, Mungu usifanye hivyo kwa sababu utatukanwa. Sasa hilo ni somo lingine, nilikuwa tu nataka kugusia hapo. Kwa hivyo vitu ambavyo Mungu anaweza, unapoenda mbele za Mungu, kuna vitu Mungu anaweza akakuruhusu, kuna vitu Mungu anaweza akakukataza. Sasa akikukataza ni amekukataza, akikukataza ni amekukataza. Twende tufuatane hapa, tuangalie hapa kwenye Hesabu 22, tumwangalie Balaamu hapa. Hesabu mlango wa 22, tutasoma tu mistari mingi hapo ili tuipate hii habari kamili. Hesabu mlango wa 22, tutasoma hapo kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordan, karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatenda Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midian, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashambani. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moab zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beor hata Pethor ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe, na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie kubarikiwa, na yeye umlaanie kulaaniwa. Wazee wa Moab na wazee wa Midian wakaenda wakichukua ujira wa uganga mkononi mwao, wakamfikiria Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Akamwambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moab wakakaa na Balaamu. Mungu akamjia Balaamu akasema, ni watu gani hao ulionao pamoja nawe? Balaamu akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori mfalme wa Moab amewatuma kwangu akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaufunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao. Shika huo mstari wa 12. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Haya, tuendelee mstari wa 13. Balaamu akaondoka asubuhi, akawaambia wakuu wa Balaki, enendeni zenu hata nchi yenu, kwa maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi. Wakuu wakaondoka wakaenda kwa Balaki, wakasema, Balaamu anakataa kuja pamoja nasi. Basi Balaki akawatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi, wenye cheo wakubwa kuliko wale wa kwanza. Wakamfikiria Balaamu, wakamwambia, Balaki mwana wa Sipori asema hivi, na kusihi neno lolote lisikuzuie usinijie, maana nitakufanyizia heshima nyingi sana, na neno lolote utakaloliomba nitalitenda. Basi njoo na kusihi
unilaanie watu hawa. Balaamu akajibu akamwambia akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza. Sasa hapo mstari wa 18, shika pia mstari wa 18. Mstari wa 19. Basi sasa nawasihi kaeni hapa tena usiku huu, nipate kujua Bwana atakalo niambia zaidi. Mungu akamjia Balaamu usiku akamwambia, kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, enenda pamoja nao, lakini neno lile nitakalo kuambia ndilo utakalolitenda basi. Balaamu akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moab. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Shika huo mstari wa 22. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Mstari wa 18 anasemaje? Anasema mstari wa 18 akasema, Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana. Alafu hapo tunaona mstari wa 20, mstari wa 20 pale tunaona Mungu akamjia Balaamu usiku akamwambia, kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, nenda pamoja nao, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalolitenda basi. Mstari wa 22. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake, amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaamu akampiga punda ili kumrejeza njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu wa kitalu upande huu na kitalu upande huu. Yule punda akamwona malaika wa Bwana akajisonga ukutani, akamseta Balaamu mguu wake, basi akampiga mara 2. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi ya kugeuka mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana akajilaza chini ya Balaamu. Hasira yake Balaamu ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaamu, nimekutenda nini hata ukanipiga mara 3 hizi? Mstari wa 29. Balaamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki, laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, ningekuua sasa hivi. Yule punda akamwambia Balaamu, je, mimi si punda wako? Na wewe umenipanda maisha yako yote hata leo. Nimezoea kukutenda hayo. Akasema, la. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake, amekwisha kufutwa, naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Mstari wa 32. Malaika wa Bwana akamwambia, mbona umempiga punda wako mara 3 hizi? Tazama, mimi nimekuja ili kukupinga, kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu. Punda akaniona, akageuka upande mbele zangu mara 3 hizi. Kama asingejiepusha nami, bila shaka ningalikuua wewe, nikamwacha yeye
Hai. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea utaona Balaamu akamwambia kama ni hivyo basi nirudi. Akamwambia nenda. Swala linakuja hapa. Balaamu alipoenda kuuliza shauri la Bwana mara ya kwanza, Mungu alimwambia usiende. Mungu kumwambia usiende maana alikuwa amemaanisha usiende. Kwa hiyo ile mara ya pili wale watu waliokuwa wamekuja, hapakuwa na sababu ya Balaamu kwenda tena mbele za Mungu kumuuliza kitu ambacho tayari Mungu alishatolea majibu. Ilikuwa ni kumwambia kwamba Mungu amenikataza nisiende, kwa hiyo sitakiwi kwenda. Lakini aliporudi tena kwa Bwana, wakati tayari alikuwa ameshapewa jibu la usiende, aliporudi kwa Bwana automatically ni kwamba alikuwa anatarajia apate jibu la tofauti. Ndiyo maana yake. Kwa sababu kama alikuwa hataki kupata jibu la tofauti, ni nini kilichomfanya arudi mara ya pili wakati tayari alikuwa anajibu? Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anapokupa katazo ni amekupa katazo. Unatakiwa kujua kwamba hiki Mungu amesema sivyo. Mungu amesema sivyo ni kwamba ni sivyo. Si kwamba ni sivyo alafu itakuwa tena ni ndivyo. Sio yake ni sio, ndio yake ni ndio. Kwa hiyo inatufundisha nini katika maisha yetu? Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukawa, yamkini wakati mwingine tunavihitaji, yamkini kuna vitu tunakutana navyo, yamkini kuna mahali tunakuwa tunataka kwenda, lakini ukaenda mbele za Mungu, Mungu akakwambia hiki kitu hapana. Sasa sisi tuna kawaida ya kuangalia kibinadamu. Tuchukulie mfano sasa. Ni mtu ambaye umekuwa labda ni rafiki naye, alafu Mungu akakwambia huyu rafiki hapana. Kwa sasa hapana. Sasa sisi kwa sababu ya wanadamu wetu na tunaangalia katika hali ya ubinadamu, kuna wakati tunaweza tukamuona yule mtu lakini mbona kama hana tatizo kabisa. Kwani Mungu eti jamani, kwani Mungu mbona unaona kama siku hizi anaendelea sana na wewe? Sasa Mungu kukuambia hapana haimaanishi kwamba anaenenda na yeye au haenendi na yeye, lakini ile hapana ya Mungu ina upana zaidi wa kujua kwa nini amekwambia hapana. Sasa kwa sababu sisi tunatazama kibinadamu, hatutazami kama Mungu anavyotazama. Ile hapana ya Mungu tunataka kuitafsiri kwa namna ya kibinadamu. Sasa tukitaka kuitafsiri kwa namna ya kibinadamu ndipo tunajikuta tunakwama. Tukirudi hapa kwa Balaamu, Mungu alipomwambia usiende, alitakiwa kwamba ajue kwamba anatakiwa asiende. Ndio maana ule mstari wa 12 pale, wa 12 neno la Mungu linasema hivi. Mungu akamwambia Balaamu usiende pamoja nao. Mungu alikuwa amemaanisha. Kwa hiyo alikuwa anatarajia wakija wale wengine sasa, Balaamu ashike msimamo wake kwamba Mungu amesema nisiende. Kwa sababu gani? Tuchukue hata kwa mfano kawaida tu. Yaani ni kwamba unataka kufanya biashara. Mungu akakwambia usifanye hii biashara. Kwa sababu gani? Kwa sababu utapata hasara. Watu wakakushawishi, jamani sijui fanya, mbona watu wengine, wewe ukarudi kwa Mungu, jamani lakini Mungu, mbona kama hivi? Alafu Mungu akataka ufanye. Okay, nenda kafanya. Ukienda kufanya, unaenda kufanya wakati kabisa unajua utapata hasara. Kwa hiyo ukienda kufanya ni lazima utapata hasara. Ukirudi kwa Mungu atakwambia nilikuambia, ila wewe ukutaka kunisikia. Kwa ile kurudi kwa Mungu mara ya pili ni kwa sababu hujaridhika na yale majibu ya kwanza. Kwa sababu yale majibu ya kwanza hayajakuridhisha, unachokitamani ni kupata majibu mengine. Sasa na yale majibu mengine Mungu waga anatoa yale majibu mengine, lakini shida lazima itakuja kukupata. Kwa sababu gani? Lile jibu la kwanza ndilo lilikuwa sahihi. Hapa kwenye mstari wa 21 wa 20 tunaona Mungu anamwambia hivi, enenda pamoja nao, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalo listenda basi. Mstari wa 22 hapo, mstari wa 21. Wa 22 neno la Mungu linatuambiaje? Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Kwa hiyo
tangu mwanzo Mungu hakutaka aende, ila kwenda ilikuwa ni kwa sababu ya matamanio yake mwenyewe. Kwa mfano, turudi kwenye mambo ya mahusiano. Mungu anakuambia kabisa, huyu dada kweli ni mzuri, ni mtumishi wa Mungu, ana upako, lakini huyu hakufai wewe kuwa mke. Yaani huyu si mke wako. Umeona? Wewe ukaendelea kuangalia ule upako, lakini huyu ana upako Mungu, lakini hivi, lakini Mungu alishakukataza. Okay, unaweza ukaenda kuoana naye, lakini ukaja kukuta kwamba ule upako haukusaidii, utumishi wake haukusaidii. Si kwa sababu upako na utumishi unaharibu ndoa, hapana, ni kwa sababu haikuwa kusudi la Mungu wewe kwenda na huyo. Vivyo hivyo kwa wadada na wakaka, lakini ukaka ni mtumishi wako, ni sawa, ni mtumishi wa Mungu, lakini si kila mtumishi lazima atakuwa ni wako wako. Hapo tunakuwa tunataka nini? Pale Mungu akishakupa katazo, hapa mimi sitakuwa pamoja na nyie, ina maana Mungu akishasema sitakuwa pamoja na nyie, ina maana ni kwamba hatakuwa pamoja na nyie. Kwa lazima kujua kwamba kile Mungu alichokisema amekisema akakimaanisha. Tunaweza tukalazimisha mazingira, tukalazimisha mazingira, yale mazingira yakawa, lakini kuna kitu ambacho tutakuwa tumekipoteza. Kuna majuto ambayo ni so necessary tutaenda kuyapokea. Kwa sababu gani? Si kwa sababu Mungu hakutuongoza, ila kwa sababu mioyo yetu ilitamani. Kuna vitu ilitamani, kama Balaamu. Hatuambiwi tu kwenye moyo wake alikuwa anataka nini, kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, kwa sababu njia yako haikuwa sawa sawa. Kwa from the time unakuja kuniuliza mara ya pili, ni kwa sababu ulikuwa una matamanio, ulikuwa unaona lakini Mungu huyu dikteta, kwa nini ananizuilia? Mbona hili jambo watu wengine wanafanya? Mbona wengine wanaolewa hivi? Mbona wengine wanaoa hivi? Mbona wengine wanafanya biashara hivi? Mbona wengine wanatumika hivi? Ni kweli hao ni wengine. Wewe maelekezo yako binafsi Mungu alikwambia amekupa yapi? Kwa yale ya kwako Mungu anayokupa ndio yatakokusaidia. Wengine wanaolewa, wenye umri wangu wameshaolewa, mimi nimebaki peke yako. Sawa, wewe mbaki peke yako. Mungu anakupa maelekezo gani katika huko kubaki peke yako? Kwa sababu hata huko kwenye kubaki peke yako bado kuna maelekezo ya Mungu. Mungu anakupa maelekezo gani? Ukitaka kwenda kama wengine, unavuka lile katazo la Mungu alilokukataza, unataka kwenda kama wengine wanavyokwenda. Wengine watastawi katika njia zao, kwa sababu kila mtu kuna namna anapokea maelekezo yake. Sasa ukisema utaenda kama mwingine, utajikuta kule unakwama. Kwa sababu gani? Kwa sababu lile katazo la Mungu hukulitilia maanani. Mungu alipokataza hukutilia maanani na hukuchukua hatua kwenye hilo katazo. Kwa Mungu atusaidie sana kwamba Mungu anapokataza amekataza. Tumeona kwa Balaamu. Hapa tunaona amekatazwa, hapa mbele tunaona ameruhusiwa, hapa mbele tunaona Mungu anakasirika kwa sababu gani amekwenda. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatarajia kabisa angekataa asiende. Mungu ameshasema mimi sitaenda. Mungu amesema ni be, ni be. Mungu amesema ni che, ni che. Si kwamba sasa Mungu alisema ni be, lakini si unajua sasa, lakini katika ulimwengu huu tunaoishi, ni kweli tunaishi ulimwenguni, lakini lazima neno la Mungu liwe na nguvu. Neno la Mungu lio ndio tunalifuata ili tuweze kuzaa yale matunda Mungu anataka. Hatuwezi tukaishi kwa compromise alafu tukasema Mungu atapokea tu, kwa sababu ulimwengu ndio uko hivyo. Ulimwengu uko hivyo kwa sababu sisi tunaishi kwa kucompromise. Mungu akikataza sisi tunataka tufanye. Lakini Mungu sasa watu wataonaje? Watu wataonaje mimi katika jamii nzima hiyo, unafikiri watu watanichukuliaje? Mpaka Mungu anakuambia nenda. Lakini ungefuata lile katazo la Mungu, kuna kitu ambacho Mungu angefundisha hata hiyo jamii uliokuwa unaitetea. Kwa Mungu atusaidie sana. Ukiangalia huko wakati ule Joshua anaambiwa auwe watu wale wa Amalek na kule na nini, aliambiwa na huyu Balaamu auawe. Kwa sababu gani? Kwa sababu alipokea ule ujira wa uchawi kwa ajili ya kutaka kwenda kulaani Israeli. Hakuweza kuwalaani Israeli, lakini tendo lake la kukubali kwenda liligharimu maisha yake. Umeona? Ambapo kama angeamua kukubaliana na Mungu pale mara ya kwanza alipomwambia usifanye, akasema kwa sababu Mungu umesema, mimi sitafanya kwa sababu wewe umesema, kuna heshima pia ambayo angeipata mbele za Mungu. Kwa Mungu atusaidie wapendwa, tusiishi kwa sababu tunataka kuwafurahisha watu. Tuishi kwa sababu tunaenenda
sawa sawa na yale maelekezo ambayo Mungu anatupa. Kwa sababu sisi tunapovuka katika yale maelekezo, hata hao watu wakati mwingine tunaowahofia, tunakuja kuwa msaada kwao, kwa sababu kuna watu wengine wamekwama, wanatafuta ni nani atakayeweza kuvuka ili tufuate hatua yake hapo nyuma. Hasa kusema unafikiria sasa itakuwaje, jamii haiwezi kunielewa na nini, tunapoteza ushuhuda wa Mungu. Tunapoteza ile imani ambao watu wengine walitakiwa waiige kutoka kwetu ili waweze kuvuka. Kwa Mungu akusaidie mahali kokote ambapo Mungu amekuweka. Katazo la Mungu ni katazo la Mungu. Mungu akikwambia usiende hiyo njia, usijiangalie wewe katika hali ya kibinadamu. Mungu ashinde kufanya jambo lolote. Mungu aliweza kupasua bahari. Bahari maji yakasimama, Israeli akapita nchi kavu. Mungu aliweza kutoa maji kwenye mwamba. Hizo si kwamba ni habari tu tunazisoma kwa ajili ya kujifurahisha. Hiyo ni kitu halisi kilitokea. Sasa kama kilitokea ni katika agano lile la kale, sisi sasa hivi tuko kwenye agano jipya, tunayo damu ya Yesu. Haya yanaweza yakatokea zaidi sana kama sisi tukiamua kusimama kwa kumheshimu Mungu. Tusiwe tunampa Mungu utumishi uliopunguka. Yaani kwamba kule kwa watu wengine wanadamu wakituambia vitu tunakuwa mstari wa mbele sana kuvifanya vizuri. Of which ni vizuri kabisa kuwa mstari wa mbele kuvifanya vizuri. Lakini huku kwa Mungu ilitakiwa iwe zaidi. Si kwa Mungu tunamwambia Mungu, lakini unafikiria kwamba sasa Mungu nisipofanya hiki watu watanielewaje? Lakini sisi hatuwezi kuambia watu hivyo, unafikiria kwamba mimi nisipofanya kile Mungu alichoniambia Mungu atajisikiaje? Hatumwaziagi Mungu. Lakini wapendwa, kama tungeamua sasa na sisi tuanze kumwazia Mungu, hivi nikifanya hivi unafikiria Mungu atajisikiaje? Mungu atajisikiaje nitakapofanya hivi? Kama vile tunavyosema hivi, unafikiria Mungu ni wanadamu hao watajisikiaje? Au mimi nitaonekanaje? Nitaonekanaje kwa hao wanadamu? Turudi tuseme hivi, nitaonekanaje kwa Mungu? Mbona hili jambo kama nafanya ni la kufedhesha? Mungu atanionaje? Mungu atajisikiaje? Tukirudi hapo, haya maisha hayawezi kuwa magumu kiasi hiki. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu hivyo shetani anavyotutafutia kwamba kuacha makatazo ya Mungu kwa sababu ya wanadamu. Atanionaje? Huyu Balaki ni mfalme, atanionaje? Ile sasa ndio inaotupunguzia sisi utukufu katika maisha yetu. Kwa sababu tukisema Mungu naye atajisikiaje? Mungu atajisikiaje? Tukisema Mungu atajisikiaje, tutakuwa tunafanya kile ambacho Mungu anataka, na kitakuwa kina matunda makubwa mengi sana mazuri huku nyuma yetu. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mambo mengi sana yameharibika ni kwa sababu sisi tunapuuzia makatazo ya Mungu. Kwa pale Mungu alikuwa anataka kujionyesha kwa ishara kubwa, hawezi kujionyesha kwa sababu wale aliowategemea kuwatumia ili kujionyesha ndio wenyewe wana compromise kila siku. Au unafikiria marafiki zangu watanionaje Mungu? Watasema na maana kuokoka ndio watu utaki kuchangamana na wenzako. Kama na ratiba na Mungu, Mungu amesema nikae kwenye utulivu, nyie mnaenda kwenye ratiba. Mungu awabariki muende salama. Mimi nitakaa kwenye utulivu nimtafute Mungu, kwa sababu mimi nikivuka na nyie mtavuka. Sasa unafikiria kwamba eti wale ukiwaambia watajisikia vibaya, kumbe wewe Mungu amekuweka hapo saa nyingine ili na wale pia waweze kuvuka. Kwa hiyo tuache kupuuzia makatazo ya Mungu, kwa sababu yana nguvu kubwa sana kutufanya sisi tuweze kutoa mfano ambao utaigwa na wengine huku nyuma. Utaigwa na wengine huku nyuma. Mungu akusaidie mtumishi wa Mungu. Jipe moyo mkuu mahali kokote ulipo. Tumeshamuona Balaamu kilichompata. Si tu kwamba alipoteza muda wake. Maana amepoteza muda kwenda kutoa sadaka hapa, ameenda kutoa sadaka mara 7, wameenda kutoa sadaka na ilikuwa for nothing. For nothing, kwa sababu alikuwa aende kuwalaani Israeli, hakuwalaani Israeli. Kapoteza muda wake bure. Ule muda angeweza kukaa, angefanya kitu kingine cha kuzalisha. Kwa nini tuwe watu wa kupoteza muda? Tuzingatie makatazo ya Mungu kwenye maisha yetu. Mungu akisema hiki ni hapana, hiki ni hapana. Mungu hanaga kigeugeu. Mungu ana kigeugeu. Hapana yake ni hapana, ndio yake ni ndio yake. Akisema kwamba nitakusaidia, nitakubariki, nitakuinua, nitakuheshimisha, haijalishi unaona mazingira yako kwa namna gani, hicho kitatokea kwa wakati wake na majira yake, wewe tu ukiamini na kutokupuuzia makatazo yake. Mungu akubariki mpendwa.
mahali kokote uliko, Mungu akubariki, akuwezeshe kuwa na ujasiri katika jina la Yesu. Amina.